16. Naanza na gazeti la Uhuru. Katika ukurasa wake wa mbele, kulangua serikali ya charuka, kulangua sukari ni kuhujumu uchumi, asema. Habari ipo ukurasa wa 4. Vigogo wa polisi jela kwa ujangili, hii ipo katika ukurasa wa 3. Toa asema sikung'oka kashfa ya escrow. Umi asema wanaonunua dadapoa wakamatwe, amtaka Kamanda Siro kuwafungia kazi. Kigogo wa benki ya wanawake kitanzini. Kuna habari picha pia inamuonyesha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akizungumza na Spika Bunge la Afrika Mashariki Daniel Frederick baada ya kuhutubia mkutano wa 5 wa bunge hilo. Hilo ni gazeti la Uhuru. Gazeti la Habari Leo, waliokopa nyumba za serikali wabanwa, habari ipo ukurasa wa 3. Wamiliki wa magari 213 kutumbuliwa. TRA atoa siku 4 wajitokeze haraka kulipia kodi. Giamo ya madhehebu ya dini, kampuni, watu binafsi. Habari ipo katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Benki ya wanawake yakaliwa kooni. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake, Wazee na Watoto Umi Mwalimu ametoa siku 3 kwa mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Wanawake Tanzania TWB awasilishe maelezo kwa nini benki hiyo inatoza kiwango kikubwa cha riba kwa wanawake katika mikopo wakati inapewa fedha na serikali kwa ajili ya kusaidia kundi hilo. Habari hii ipo katika ukurasa wa 2. Naendelea, bei ya sukari yashushwa hadi 1800 kwa kilo. Habari hii ipo katika ukurasa wa 2. Nikifungua ukurasa wa 2 kusomea kuhusiana na bei hii ya sukari kwa uchache. Bodi ya sukari Tanzania imeshusha bei ya sukari kwa kutangaza bei elekezi inayoonyesha bidhaa hiyo kuanzia sasa inauzwa ya shilingi 1800 kwa kilo nchini kote. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa bodi hiyo Henry Simwanza amesema wafanyabiashara wote wanapaswa kuzingatia agizo hilo. Aidha, alisisitiza wafanyabiashara kuhakikisha kuwa sukari inaendelea kusambazwa na kuuzwa kwa wananchi bila kuihodhi. Gazeti la Majira, uchaguzi wa marudio, Sefu asema CAF Zanzibar haijakata tamaa, aruhusiwa kutoka hospitali, atoa msimamo wao, ataka haki uamuzi wa Wazanzibari uheshimiwe. Umi aupa siku 3 uongozi benki ya TWB, tayari nimeisoma. Hukumu ubomoaji Segerea Aprili 8. Wasaliti CCM waanza kusakwa. Habari ipo katika ukurasa wa 4. Pia kuna picha inamuonyesha Maalim Seif akizungumza na waandishi wa habari baada ya kutoka hospitalini. Jambo Leo, afya ya Maalim Seif yaimarika. Wafanyakazi Ikulu sasa matumbo joto. Habari zipo katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Jambo Leo. Tanzania, Maalim Seif atoa hofu wa Zanzibari. Waziri aonya walionunua nyumba za serikali. Waziri marufuku kuchati ofisini. Kuna baadhi ya wafanyakazi wanachelewa katika ofisi kisha wanazama kwenye porojo na kutumia muda mwingi katika mitandao ya kijamii. Matokeo yake muda wa kazi unaisha wakiwa hawajafanya lolote kiuzalishaji. Tabia hii ikome mara moja. Huyo ni Waziri Profesa Makame Mbarawa akipiga marufuku kuchati ofisini. Gazeti la Nipashe, hospitali za rufani mikoa ni majanga. Habari inapatikana katika ukurasa wa 3. Maalim Seif aelezea kitu kilichomsibu ni baada ya kuugua ghafla. Hali ya kisiasa Zanzibar yazidi kuwa tete. Habari ipo katika ukurasa 12. Ukawa jiji wa viziana uchaguzi wa umea da. Habari ipo katika ukurasa wa 12. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani. Gazeti la Dimba, ABC ya ubingwa Simba hii hapa. Jeshi la Yanga Sports Club la vamia Rwanda, wamenyamaza. Yanga rejea kileleni, yampiga mtu mkono. Tambwe apiga la 17 kama jezi yake. Ngoma apiga bao la karne. Ziara ya Dimba Santiago Bernabeu Hispania 2. Gazeti la Dimba ukurasa wake wa nyuma, beki Atletico afunguka, Messi analindwa na La Liga. Van Gaal bado ayota top 4 kimaajabu.
kufunga kazi. Chelsea uso kwa uso na PSG leo. Costa amnyima usingizi Verratti. Gazeti la Dimba, gazeti la Champion nalo kwenye habari zake za michezo na burudani. Yanga kileleni tena, shika dabi yako. Hamisi Tambwe amesikiza mabao 16-17, Donald Ngoma mabao 13. Yanga tunashinda mechi zote zilizobaki. Beki Kisiki Azam ataka mkataba Yanga. Firmino kiboko yao England. Zidane siruhusu Ronaldo auzwe, asema. Goes mambo magumu Bayern, asema.